watu, akafanya ibada yake na maombi, na siku ilipofika Bwana akasikia sala zake na sadaka zake zikafika mbinguni. Haleluya! Lakini Wakristo wa siku ya leo tunapofika tunaangalia, tusipokuwa na fashion ya nguo hatutaenda kanisani, tusipokuwa tumenyoa vizuri hatutaenda kanisani, tusipokuwa tumevalia hai vizuri hatutaenda kanisani. Kile kitu tunaenda, tunataka watu watuone tuko tunapendeza tukiingia ndani mwa nyumba ya Bwana, lakini nyuma tumeacha watu na majeruhi, tumeacha mtu analia umemlakai, mama ni mgonjwa ametuma pesa madawa, umeenda kununua haili. Kuna mtu anaugua mahali anakunywa chai na sukari, kwa maana kuna mwonga alipita mahali amesababisha mtu anauguza majeraha. Yaani sadaka iliyopaswa kutolewa kwa watu wa Mungu, kutoa watu wanaostahili. Mtu ameingia kwa mtu, amekuchanganya, ametanganya Wakristo. Leo baada ya kutoa sadaka zao kwa Mungu, kutoa sadaka kwa nyumba ya Bwana, wao wametoa kwa watu wasiostahili. Wamesanya vikundi vya watu kwenda kuwalisha sumu, kwenda kuwanywesha pombe, kwenda kuwalipia makesi, kutoa watu kuingia kwa ushirikina, wakati kanisa la Bwana linateseka, wakati watu wa Mungu wanahangaika, wakati kanisa linakosa usafiri, wakati kanisa haliwezi simama, watu wanatembea wakitoa sadaka zao kwa miungu. Ndio maana hata utafute leo hausikii sauti ya Bwana ikisema Kornelio, hausikii sauti ya Bwana ikisema iko wapi ndugu fulani, hausikii sauti ya Bwana. Wakati Mungu analeta picha ya mtu kwa mtumishi wake, haleti kwa faida, analeta kwa onyo. Bwana asifiwe. Mosi kisaziko katika tunapoomba wale Mungu ametupa neema ya kinabii, hatuonyeshi ya kwamba Pastor John unataka kubadilika, hatuonyeshi Pastor John anaenda kununua shamba, anaonyesha Pastor John tupu rudia Bwana kwa maana njia zako zimekuwa chafu. Kwa nini? Kwa maana sadaka zinazoongea kuzimu ni sadaka za ajabu. Wewe mwenyewe uko mbele za Bwana hauna chochote, lakini utajiri wako wote umehifadhi kule. Haleluya! So kile kitu naomba watu wa Mungu tujitoe ndani ya mioyo yetu, tuwe watu walio wazi kwa mtu Mungu. Haleluya! Kitu na shaka ya kwamba tusipoona ndugu Adamu kanisani, kanisa itakuwa mzuri. Tusipoona daktari kanisani, leo kanisa itakuwa mzuri. Kwa nini? Tunaangalia, tumetegemea chenye wanakuja nacho. Bwana asifiwe. Tumetegemea bila kujua wao wanatoa sadaka zao, wao wanatoa ibada zao. Yaani tunaona kwamba kusipokuwa na kijana apige keyboard, leo itakuwa, yaani wewe mwenyewe unaitabiria leo itakuwa pwani. Bwana asifiwe. Kwa maana kuna kitu katika macho yako umekosa. Unapoangalia mtu kama Kornelio, Roho wa Bwana anakujua mchana saa 9. Haleluya! Ya kwamba malaika anashuka mchana. Wewe wakati maono inakuja usiku wa manane, wakati wa giza unaanza kupokea maono. Unapokea maono shoshana kufukuza, unapokea maono unapigwa na ng'ombe, unapokea maono ya magonjwa, unapokea maono unafukuzwa na kuni, unapokea maono isiyokuwa na mwelekeo. Kwa maana ni yako inakuja usiku, lakini ya Kornelio ikuja mchana, kumwambia kwamba Mungu amesikia sala zako. Inamaanisha huyu mtu alikuwa amefanya ibada ya kutosha na ametoa sadaka kamili mbele za Bwana na ameabudu Mungu anayestahili na